Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Mvutano wa umiliki wa ardhi katika mtaa wa Mukuru kwa Ruben hapa Nairobi umewaacha wanafunzi wa shule ya umma ya Gatoto kwenye njia panda, huku shule zikianza masomo kote nchini. Mvutano huu ukisababishwa na ghasia kati ya pande mbili zinazozozana kuhusu umiliki wa ardhi hiyo. Katikati ya Mukuru kwa Ruben, shule iliyowahi kusifiwa kama mwanga wa matumaini sasa imegeuka kuwa uwanja wa mapambano. Kiini cha taharuki hiyo ni mzozo wa umiliki wa ardhi na usimamizi wa shule, mgogoro uliodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja, lakini sasa unatishia kulipuka. Wakazi, baadhi yao wakiwa wamejipanga katika makundi, wameandamana na kuingia kwa nguvu katika eneo la shule wakidai mabadiliko ya uongozi na udhibiti. According to them, they are claiming they started this school. The NGO Gatoto integrated legislation yake ni 206. Shule imeanza 1994. They are claiming they started this school 31 years ago. The person who is claiming he started this school 30 years ago is 35, 36 years old now. Being the owner of that school. So tunajiuliza huyu mtu 6 years ameanza shule alikuwa mwelevu sana. So that's why our problem is. Wizara ya elimu bado haijatoa taarifa rasmi, lakini viongozi wa eneo hilo wanatoa wito wa kuingilia kati haraka. Wazazi kwa sasa wamesalia katikati ya hali ya sintofahamu, leo wakikutana kutafuta suluhu kwa ajili ya watoto wao. From records and from government offices, the school belongs to the public. Already the Ministry of Education has deployed 29 teachers to the school, and the school has been running smoothly. But private CBO has obtained court orders that we restore back the school to the CBO. Wakiambiwa leta certificate ya registration, wanapeleka ya Gatoto Community Primary School. Mimi ninawaambia bana, hii ni public school. Leta yenu. That is now where we are up to this moment. Kufikia sasa hati miliki ya kiwanja hicho iko chini ya usimamizi wa katibu mkuu wa hazina kwa madhumuni ya matumizi ya umma. Sawa, wamepewa za tap to eat. Na hizo saa tungezipata. Tuko tunazionea kule Ruben Primary. So wanataka washikilie shule ndio waendelee kupata hizo pesa ambazo wanaiba, wanawadanganya wale donors kutoka Australia na nchi za Europa, ndiposa waendelee kupata hizo pesa. Wakati mvutano huu ukiendelea, maswali bado yanasalia. Ni nani hasa anamiliki Gatoto na ni nani aliye tayari kuilinda? Na huku wanafunzi wakirejea shuleni katika shule hii ya Gatoto, kizaza kinazidi kutokota ya iwapo shule hii ni ya shule ya serikali au ni shule ya kibinafsi, majina yakiwa ndio balaa. Ode Francis, runinga ya Citizen katika eneo la Gatoto, eneo la Embakasi hapa.